تحفيظ 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 أونلاين مدرسة تحفيظ 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 أونلاين مدرسة yetu masomoni bulbul mudiri yumo Abu Mahir elimu imo ilo jamii nitahafidhi ilo kamil zako pongezi twakupatia mkurugenzi kutuletea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil haqqi bashiran wa nadhira bayna yaday sa'a. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashad wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashad. Wa ba'd au amma ba'd, mara baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahbabu fillah, walillahi alhamdu. Leo tunaanza kitabu chetu Hidayatul Mustafid fi ahkami tajwid, ikiwa ni darasa la mwanzo kabisa, na biidhnillah leo tutaenda katika mukaddima, utangulizi. Wa ma'a dhalika, kabla tujaingia katika muqaddimatul muallif, utangulizi wa mwandishi, Allah tabaraka wa taala asema warattilil Qur'ana tartila, na isomeni Qur'an kwa tajwid. Wa hadhihi al-amru min Allah subhanahu wa ta'ala, amri ni kutoka kwake Allah, na kwa ajili ya hivyo fadhahaba al-ulama min al-ulama'i ulumi al-Qur'an, katika wanazuoni wa elimu za Qur'an wakaweka ilmu ya tajwid, na hii ni kwa ajili ya isti'anatu at-tullab min ajli usul al-maqsud al-qira', ni kwa ajili ya kuwasaidia wasomaji ili wafike katika makusudio ya kusoma, ili wafike mabalagha ya kusoma, watu wasome kama Allah alipotaka. Tunasema rattilil Qur'ana tartila, basi someni Qur'an kwa tartil, isomeni kwa tartil. Naam. Baada dhalika, baada ya hivyo, tajwidi imekuwa ni somo muhimu sana, lakini kabla hapo Hebu twende tuone
maana ya tajwid. Na mfumo wa kitabu chetu, muallif alkitab ameandika katika hali mbili. Halul awwal, hali ya kwanza sual, wa halu thani ajawab. Kuna hali ya maswali lakini pia majawabu. Ikawa swali la kwanza, ma haqiqatu tajwid, ni nini uhakika wa tajwid? Naam, tukiendelea, ni nini uhakika au maana ya elimu ya tajwid? Na wasema at-tajwid lughatan, tajwid kilugha, al-ityanu bil jayyid, ni kuleta kitu kwa uzuri. Al-istihsan, kufanya kitu kwa uzuri. Al-ityanu bil jayyid, ni kuleta kitu kwa uzuri. Hiyo ni maana ya tajwid. Na ikawa na maana istihsan, yani kufanya kitu uzuri, kwa uzuri. Lakini pia wakasema istilahan, amma istilahan, amma istilah, tajwid ni ilmu, ni elimu, yu'rafu bihi, ambayo tunatambua kupitia elimu hiyo, i'ta'u kulli harfin, kuipa kila herufi haqqahu, haki yake, wa mustahaqqahu, na kile kinachostahiki katika hizo herufi. Wa mustahaqqahu, na kile kinachostahiki. Wa mustahaqqahu, na kile kinachostahiki. Mina sifati, katika sifa, na hunaka sifatun huruf. Wal mududi, na madda. Wa ghairi dhalika, na visipokuwa hivyo. Imana hapo ikawa naelezea ahkamu zingine. Wa ghairi dhalika, na visivyokuwa hivyo, katarqiq wa tafkhim. Katarqiq wa tafkhim, kama vile kuwepesisha na kutia uzito. Katarqiq wa tafkhim, yani hapa ikiwa nakusudia sehemu gani ambazo zinapaswa kutia uzito na sehemu gani ambazo zinasoma kawaida, hakuna haja ya kutia uzito. Katarqiq wa tafkhim. Lakini pia akaendelea katika swali, katarqiq wa tafkhim wa nahwima, kama vile kuwepesisha na kutia uzito na mfano hivyo. Akaenda swali thani, ma ghayatu tajwid, ni nini lengo la tajwid? Ni nini lengo la ilmu ya tajwidi? Akasema ghayatuhu, lengo lake, bulughu nihaya, ni kufika ukomo. Bulughu nihaya, ni kufika ukomo. Fi itiqani lafzi alquran, katika kuleta uzuri matamshi ya Qur'an. Alamatu tuluqiya, kama vile alivyopokelewa min alhadarati nabawiyyati, kutoka katika hadhara ya Mtume, alhasahiyya, iliyokuwa fasaha.
Hiyo ikawa ni nini? Lengo la kwanza. Wakila, na wakati wengine wasema ghayatu, lengo lake saunul lisani, ni kuuzuia ulimi, ni kuulinda ulimi, anil khata'i, kutokamana na makosa, fi kitabillahi ta'ala, katika kitabu cha Allah. Hiyo pia ni lengo, ni kuulinda ulimi kutokamana na makosa katika kitabu cha Allah. Kwa mtu sasa anasoma kwa kufuata ahkam, ajisomei tu, mtu anachunga madda, anachunga shadda, anachunga makharij na vitu vingine. Walillahi alhamdu. Baada ya hapo tunaendelea kuangalia hukumu za kisheria za elimu ya tajwid. Ma hukmu shar'i fi ilmi tajwid, ni nini hukumu za kisheria za elimu ya tajwid? Akasema at-tajwid la khilafa, tajwidi hakuna tofauti baina ya wanazuoni, fi annahu, kuwa hiyo elimu ya tajwidi faradhun kifaya, ni faradhi yenye kujitosheleza, kwamba idha fa'ala ba'd an-nas saqata al-athami 'ala al-baqin, wakifanya baadhi ya watu basi yaondoka madhambi kwa wengine waliobakia, kwamba hakuna ulazima kila mtu asome tajwidi. Hiyo hukumu ya kwanza. Lakini akasema wal amalu bihi, na kuifanyia kazi, faradhul ainin, ni farazi ya jicho, kwamba kila mmoja apaswa kufanya. Faradhi ya lazima, kwamba mtu kusoma kwa tajwid ni jambo la wajibu, lazima kabisa. Ala kulli muslimin, kwa kila muislamu wa kiume, wa muslimatin, na muislamu wa kike, minal mukallafina, katika wale waliopewa taklif. Na akasema ay an ta'lama ahkam at-tajwid farad al-kifaya, yani kwamba tunajua an ta'allama, ya kujifundisha hukumu za tajwid, anna ta'allama, akija kujifundisha ahkam at-tajwid farad al-kifaya, ni farad ya lazima. idha qama ba'd al-ba'd, idha qama bihi ba'd saqata al-ithmi 'ala al-akhirin, kama tasimamia baadhi ya watu basi madhambi yataondoka wengine. Wa amma ada'u tilawati, ama kutekeleza hiyo tajwidi wakati wa kusoma, ala wafqi hadhihi al-ahkam, katika kuwafiki hukumu hizi, fa huwa faradhun aini, nayo ni faradhi ya lazima ya jicho, ala kulli qari'u, kwa kila msomaji, likitabillah, likitabillahi ta'ala, kwa kila msomaji wa kitabu cha Allah, ni qawlihi subhana, kauli yake Allah mtukufu, warattilil qur'ana tartila, isomeni Qur'an kwa tajwid. Baada ya utangulizi huo mfupi, tunaingia katika mlango unaohusiana na hukumu ya a'udhu billahi na bismillah. Mlango unaohusiana na hukumu za a'udhu billahi na bismillah. Namba 4, swali namba 4 katika hiyo fasl fi ahkami isti'adhatu wal basmala, wanasema idha ata al-qari'u bil isti'adhati, pindi atakapoleta msomaji a'udhu billahi wa basmalati, na bismillahi, wa surati, na sura, fakam wajhan fiha, jina hali ngapi? Akasema fiha arba'atu awjih,
hii ina hali 4. Hii hali ya kuleta a'udhu billahi, bismillah na sura ina hali 4. Ya kwanza qat'ul jami'. Qat'ul jami' kuzikata zote. Qat'ul jami' kwamba unasoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Hiyo ndio qat'ul jami'. Nasoma a'udhu billahi, unatua, unaika kisimamo, bismillah unaika kisimamo, unamalizia sura. Hiyo ndio inaitwa qat'ul jami'. Na ya pili wa waslul basmalati bisurati faqat, kuiunganisha bismillah na sura peke yake, kwamba hapa a'udhu billahi itasoma peke yake, kisha baada hapo bismillah na sura tuunganishe. Mfano a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiyo ndo tunaunganisha bismillah na sura. A'udhu billahi tutasoma peke yake, baada ya hapo tunachukua bismillah na tuunganisha na sura. Mfano bismillahir rahmanir rahim, was-samaa'i wat-tariq. Hiyo ndio inaitwa wasl basmalati as-sura. Lakini pia nyingine waslul isti'adhati bil basmalati faqat, kuunganisha a'udhu billahi na bismillah basi. Ukaanza kusoma a'udhu billahi ukaiunganisha na bismillah, kisha baada hapo ukasimama na unaendelea na kusoma sura baada ya kusimama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hiyo ndio inaitwa waslul isti'adhati bil basmala faqat. Lakini nyingine waslul jami', waslul jami' kuziunganisha zote. A'udhu billahi unaiunganisha na bismillah pamoja na sura, nasoma yote kwa pamoja. Mfano أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. Ile waslu al-jami', naziunganisha zote kwa pamoja, waslu al-jami'. Na hizo ndio hali za kusoma a'udhu billahi, bismillah na sura, na hizi hali zote ndio hazi ambazo inakuwa jaiz. Lakini baada dhalika tunaenda tukiingia katika masaili ya sala 5. Idha ata alqari'u, pindi atakapolita msomaji, bil basmalati baina suratayn, a'udhu billahi baina suratayn, fakam wajhan fiha, je ina hali ngapi? Yani ile hali ya msomaji kuleta bismillah baina sura mbili ina hali ngapi? Kwamba bismillah itakuwa kati, ima huku sura iliyotangulia ni mwisho, baada ya hapo itakuja bismillah, na itakuja mwanzoni mwa sura. Hali hiyo hapo, fakam wajhan fiha, je ina hali ngapi? Akasema fiha 4 awjihin, fiha 4 awjuhin, hiyo ina hali 4. 3 awjuhin jaizatun, njia 3 hizi
jaiza zinafaa. Thalathatu awjuhin, njia tatu jaizatun zinafaa. Wa wahidun ghairu jaizin, na moja haifai. Katika hizo njia nne, tatu zafaa na moja haifai. Akasema al-ula au al-awwal au awwalan, ya kwanza amma thalathatu jaiz, ama zile tatu ambazo zinafaa. Fal-awwal minha, ya kwanza katika hizo qat'un kulli, ni kuzikata zote. Kama utasoma mwisho wa sura unaikata, utasoma bismillah utakata, na utamalizia mwanzoni mwa sura. Mfano suhufi Ibrahima wa Musa, bismillahir rahmanir rahim, hal ataka hadithul ghashiyah. Hivyo yani nasoma mwisho wa sura makata bismillah, unaikata. Baada ya hapo unamalizia mwanzo wa sura, ndio qat'un kulli. Wa thani, na pili, wa waslul basmalati fi awwal surati, ni kuunganisha bismillah mwanzoni mwa sura. Bimaana utasoma mwisho wa sura, kisha baada ya hapo bismillah na mwanzoni mwa sura unaunganisha. Mfano wadkhuli jannati, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bihadhal balad. Hiyo bismillah inaunganisha na mwanzoni mwa sura. Hiyo hali ambayo ni kuunganisha bismillah na sura basi. Nyingine hiyo wasl basmalati fi awwal sura, kuunganisha bismillah katika mwanzo wa sura. Wa thalith, na tatu, waslul kulli, kuunganisha zote. Mfano wadkhuli jannati, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bihadhal balad. Hiyo ndio waslu kulli, waslul kulli, kuunganisha zote. Malezi ya tatu zinafaa. Thaniyan, ya pili, wa amma ghairu jaiz, wa amma ghairu jaizi, ama ile ambayo haifai, fa huwa ma idha usila, ni ile ambayo ma idha usila, pindi inapounganishwa akhir surati, mwisho wa sura, bil basmalati wa wuqifa, nitaunganisha bismillah na ipakasimama. Mtu akasimama baada ya kuunganisha mwisho wa sura na bismillah na akasimama. Wabtudia bima ba'daha, na mtu akaanza kile kinachofuata baada yake, maana mtu akaanza mwanzo wa sura akasema wadkhuli jannati, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bihadhal balad. Yani hivi mtu amsoma mwisho, kisha baada ya hapo akaunganisha na bismillah na akasimama, na baada ya hapo akaendelea, na wakasema wa wajhu adami jawazihi, na hali ambayo inapelekea kutokufaa kwake, annahu yuhimu, kiapatazaniwa, anna albasmalata, ka bismillah, min akhir sura, ni katika mwisho wa sura. Na hii ndio sababu inapelekea kuwa hii haifai, hii hali kuwa haifai. Na biidhnillahi karim, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa leo tutaishia hapo.
Tunamwomba Allah atujalie alfawz biljanna wan najatu minan nar, na watu wajitahidi kufanya istimrar ni hadhi dirasa, muendelezo wa hizi darasa, na patakuwa na maraji ya hizi darasa katika YouTube yetu channel ya Tahfiz Madrasa. Naomba watu wa subscribe channel, kisha baada ya hapo wataendelea kupata hizi muendelezo hizi darasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. أونلاين مدرسة تحفيظ أونلاين مدرسة yetu masomo ni bulbul, mudiri yumo Abu Mahir, elimu imo ilo jamii, nitahafidhi ilo kamil. Zako pongezi twakupatia, mkurugenzi kutuletea, nitahafidhi kujisomea, akuhifadhi Mola jalia. Uzuri wake uso mithili, masomo yake yalo jamil, kwa wanawake hata rijali, nitahafidhi nambari wani. Uzuri wake uso mithili, masomo yake yalo jamil, kwa wanawake hata rijali, nitahafidhi nambari wani. Tahfidhi madrasa ni madrasa njema, imefungua kurasa, twende hima na kusoma. Hiki ni kipya kitasa na mlango wa chuma, acheni vya kwenu visa, tahfidhi iko vyema. Al-ilmu nurun bihi al-arwahu mushriqatu, wal-jahlu narun biha al-arwahu tahtariqu. Waj'al madarikaka fil ilmi muttasi'an, tablugh bihi al-majda fid dunya wa fil qidami. Al-ilmu yurfa'u manzilatal insan, ويزينه بين الأخلاق والزمان، فاطلبه في الشباب قبل الهرم، فهو زاد العقل ونور القلم. العلم يحيي القلوب إذا ماتت، ويجلي الظلمة إذا سادت.